ya ligi hiyo ndio inakupangia mchezo na KMC. Hiyo inakupangia mchezo na timu zingine. Hiyo inakupangia mchezo kwenye kombe la FA. Wewe uchezi dhidi ya bodi ya ligi au uchezi dhidi ya Simba? Ndio swali ambalo tunajiuliza, tuelewi kwa sababu gani. Ingekuwa wanasema wachezi michezo ya bodi kwa sababu gani? Wakikwambia kwamba wewe utaondoka endapo utatokea kitu fulani, utaondoka kweli. Kwa hiyo engineer sasa baada ya kujisikia aibu, na ndio maana anataka aonekane ameshikilia nini? Msimamo wake, ili baadaye kama likitokea jambo fulani aonekane kwamba yeye ndio hajapanga, wamepanga watu wengine. Unanielewa? Kwamba walimwambia ukipeleka mechi yoyote ya Simba ya msimu huu, ukipeleka timu uwanjani, wewe utajiuzuru na utaondoka, na timu utakaenda kucheza ni ya familia yake. Kwa hiyo na maana pale anachokiandika pale ni kujisikia kwa mashabiki wale wa Yanga ambao mimi naitwa matukunyungu, ili kuwaweka sawa kutokana na kile alichokisimamia, kwa sababu aliwaonyesha njia, lakini ile njia wazako ameshikilia kweli, akajua mzaa. Sasa hizi anamrudia mwenyewe. Kwa hiyo tunahitaji timu iletwe, na kama ataleta timu amemwambia atajiuzuru. Kwa hiyo pale anatetea kibarua chake kwa kuendelea kuwadanganya. Eli angewaambia mapema kwa mujibu wa kanuni na CAF namna alivyotaka, na TFF lazima ilivyo, na mchezo wa mpira lazima ilivyo, uweze kupata pointi 3 pasipo kutimia vigezo vyote. Cha msingi tupeleke timu tucheze, kama tufungwe kama tusifungwe tutajua hapo. Na kama tunaamua kuigomea bodi ya ligi, tusicheze hata mchezo mmoja ambao unapangwa na bodi ya ligi mpaka bodi ya ligi ijiuzuru. Unachezaje sasa kati mchezo unapanga bodi ya ligi? Kwa hata shabiki wa Yanga mimi nafikiri mwenye akili timamu hawezi kuungana na engineer, atamuona chizi kama machizi wengine. Na ndio maana mimi namwambia hawezi kucheza mpira, yeye kazi yake ni kutengeneza majengo. Aende kwenye wizara za majengo atengeneze huko. Lakini pia tunaona kabisa klabu ya Yanga ni maarufu kuliko engineer. Kwa hiyo engineer anaitumia klabu ya Yanga kujiongeza yeye kuwa maarufu. Na ndio maana mimi kila siku nasema engineer ana manufaa kwenye klabu ya Yanga. Ina maana klabu ya Yanga haifaidiki na engineer. Ni mambo madogo kama haya nafikiri mnajionea. Mimi naamini hata kama ukimuuliza mtu sasa hizi, mtoto mdogo anayezaliwa leo, vipi kuhusu mpira, kwamba Yanga apeleke timu au asipeleke timu, atakwambia apeleke timu, kwa sababu hawana kanuni ya kusema kwamba sisi tunashinda kupeleka timu. Kwa mimi binafsi naona TFF wapo sahihi na wakati sahihi wa kupanga mechi. Lakini pia sisi kama mashabiki wa Simba, kuvunjika dabi ya tarehe 8, sisi tumefurahi kwa sababu tungecheza nao tusingefika finali. Tunawafahamu ndugu zetu. Yaani tusingecheza na Yanga tarehe 8, Simba singefika finali. Na tunawashukuru TFF wamepanga mchezo baada ya finali. Kwa hiyo Simba tutakuwa tunacheza na Yanga tukiwa na CAF Federation Cup mkononi kwetu, na tumewaambia parade yetu, tulisema tangia mwanzoni, parade inaanza Ethiopia, na kweli Mwenyezi Mungu kaipeleka vile kama anavyotaka. Kwa sababu huwezi kwenda Morocco bila kupita Uturuki, huwezi kwenda Morocco bila kupita Ethiopia. Sasa sisi klabu yetu ya Simba tutaiomba ianze kupita Ethiopia, kwa sababu tutaanzia parade kuanzia ardhi ya Tanzania ya Afrika. Kwa maana tutasimama Afrika zaidi. Kwa mimi naamini zile ndoto zetu zinakwenda kutimia. Lakini pia kwa mara ya kwanza au kwa mara ya pili, maana 93 lilikanyaga kombe la CAF hapa, kwa mara ya pili watoto wa 2000 wataliona kombe la CAF likikanyaga katika ardhi ya Tanzania kupitia airport ya Mwalimu Nyerere mpaka Benjamin Mkapa kwenda kulishuhudia kombe. Kwa wana Simba na mashabiki wote wanapaswa kujipanga kwa ajili ya kwenda kulishuhudia hilo kombe. Lakini pia hata matukunyungu tunawaalika, tutawaandalia uwanja wa Uhuru, wavae na jezi zao zile za kijani. Kombe litakwenda kuzunguka kule, afu baadaye litarudi kumsubiri mshindi rasmi wa kupewa kombe hilo. Wengi wanazungumzia Young Africans, wanazungumzia kwamba TFF kama inawaonea kutokana na maamuzi ambao wanatoa. Wengi wako wanasubiria labda pengine TFF itatoa maamuzi ambao labda dabi wagawane pointi, au dabi Young Africans wachukue pointi. Yaani chizi pekee ndo ambaye anaweza kusema Yanga anaonewa. Timu ya kwanza duniani, tunapitwa mpaka na ligi ya Burundi kiasi kwamba hata kiuchumi sisi hatuwezi. Tunapitwa mpaka na ligi ya Zambia, tunapitwa hata ligi ya Komoro ambayo kiuchumi sisi hatuwezi. Kwamba sisi tunaonekana kiuchumi tuko bora zaidi, lakini ligi ya Komoro huwezi kwenda kukuta mtu mmoja anafadhili timu afa akaenda kudhamini vilabu vingine. Tanzania hiyo ipo, na anayedhamini ni viongozi wao JSM, umenielewa? Kwa hiyo maana hii inaitilicha ni mwenda azimu pekee ndo ambaye anaweza kusema, kwa sababu yeye anajua akoti kitu, anaokota makopo, ndo unaweza kumwambia kwamba hiki kiko sawa au hiki hakiko sawa. Unanielewa? Lakini binafsi kama mimi, kama wao wanasema wanaonewa kipengele kipi? Tuliwaambia nyinyi mmedhamini timu 8, sisi tutamtafuta mtu wa kumdhamini ambaye yeye anaamua matokeo uwanjani, na ndio kinachowaliza. Sisi tunadhamini watu ambao wanaamua matokeo, kwamba penalti iwekwe, penalti isiwekwe, utaki utakwenda, utaki utafanyaje utakwenda. Na msimu huu ukiona Simba hajapata matokeo dakika 90, hiyo mechi inaweza kachezwa kutwa mzima, tunacheza mpaka Simba apate matokeo. Yaani msimu huu ukiona Simba dakika 90 hajapata matokeo, basi tunaweza tukacheza hiyo mechi kutwa mzima imradi Simba apate matokeo. Msichangae siku kama unaniambia hata dakika 90 zikamlika Simba hajapata matokeo, mcheze dakika mpaka matokeo.
Yaani unaweza kukuta dakika 200 zikaongezwa pale referee akanyanya dakika 200 imradi Simba apate matokeo tu. Yaani msimu huu ni msimu wa ubaya ubwela. Kwa hiyo ubaya ubwela unaingia kila idara. Na ndio maana nikasema kwamba dakika 90 zikiisha Simba hajapata matokeo ya ushindi, ubao unanyanyuliwa dakika 100 nyingine zinaongezwa imradi Simba apate ushindi. Mpaka watu waambie faida ya kuwekeza timu 8 na faida ya kwenda kuwekeza sehemu ya maamuzi. Ndipo watu watakwenda kupata maamuzi sahihi. Mimi naamini msimu huu watu watalia mpaka na makalio na makanyagio na kila kitu. Na Ahmed Ally alisema tangia mwanzoni kwamba watu wataongea milango yao ya fahamu yote na bado mlango mmoja. Huo mlango mmoja ukiongea Simba bingwa. Yaani huo mlango mmoja uliobakia ukiongea tu Simba bingwa. Na mimi naamini utaanza kuongea zaidi tarehe 15. Mlango gani huo? Huo mlango umebaki. Huo mlango ni siri. Ukisemwa sasa hivi watu wataamka, tutataka kuusema. Tutausema tarehe 10 na ngapi? Tarehe 15. Wakiamka tu tarehe 15 mtajua huo mlango wa fahamu ambao umebakia, ambao unahitajika kuongea na utaongea kweli. Na ndio maana tunasema kila siku Simba ikiamua jambo lake kwenye nchi hii, hakuna kitu ambacho kinachoshindikana. Simba ikiamua jambo lake duniani, hakuna kinachowezekana. Na hususan kwenye mashindano ya ndani na mashindano ya nje tuliwaambia Mohamed Dewji alibembelezwa kwamba waachie, na kweli amewaachia. Sasa hizi amerudi mwenyewe kwenye ubaya ubwela. Mimi naamini maendeleo ni yale yale na mapambano ni yale yale ya kuhakikisha Simba anafikia malengo yake, na malengo namba 1 tayari tumeshafika. Tunachokitafuta sasa hizi malengo namba 2, na tunawaambia maana timu ndogo tumeona hapa zinaidiwa timu wanacheza mechi zetu za kutaka kuvunja wachezaji. Jana tumeshuhudia ndani ya dakika 45 za kwanza faulo zaidi ya 18 na juzi hivyo hivyo. Kwa tunachowaambia sio waje na nanu, waje na mashoka uwanjani, lakini wachezaji wa Simba watabaki kuwa salama na watacheza finali. Hakuna hata mchezaji mmoja ambao kwa maana hao dhamira hao wamwiga wachezaji wa Simba ili wacheze finali ili tusichukue kombe la Afrika. Kwa mimi ninawaambia wawape hata majimba wakabidhi wala wachezaji wa timu pinzani, lakini tunahakikisha Simba atachukua ubingwa wa Afrika na atauleta hapa. Maana hata jana tumeona mchezaji kaanguka chini anaenda kumkanyaga mchezaji mwenzie, alafu akipewa kadi anaanza kulaumu muamuzi sio nini na nini. Kwa hiyo tunachowaambia hata kama wakawatuma wale ile timu pinzani waje na mashoka uwanjani, Simba tutabaki salama na wachezaji wetu watabaki salama mpaka wacheze finali. Labda maumivu yataanza baada ya kucheza finali, lakini nje na hapo waje na kila zana, kwa sababu umemwona tena mjisi wa Mutale Budo amepigwa mtama kabisa wa wazi. Umemwona anani Mkwala amekanyagwa kabisa na mchezaji basi hata kujua sababu ya msingi karuka kaenda kamkanyaga. Kwa hivi mpira kama huu sisi tunaamini waendelee wasichale, kwa sababu hizi ndio sisi tunatupa challenge za kwenda kuchukua kombe la Afrika, kwa sababu unajua mpinzani wako akija kucheza kwa fujo unacheza naye vipi, akija msaalamu unajua kucheza naye vipi. Na maana hili ni fundisho kwetu tofauti na wao ambao watafuta goli moja tu Benjamin Mkapa wakatafuta magoli 0 mpaka 2000. Umeelewa? Hii inajizurisha wazi timu kubwa ni ipi, na timu kubwa siku zote haiogopi kucheza mpira kwa kumhofia mpinzani. Kama wao wanatuhofia sisi tumhofie mtu, tunawataka mpaka leo waje. Tena kama ingekuwa inawezekana ningewaambia TFF wapange tarehe kabla ya mchezo wa finali. Yaani tarehe ingekuwa tarehe 15 hivi ya mwezi huu au tarehe 16 au siku moja kabla tunaenda kucheza finali. Kwa maana ulikuwa unataka TFF wa dabi wailete karibu kabla ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Yaani ndio ingependeza zaidi. Yaani ungepanga tarehe 16 ile mechi yao wao na sisi. Alafu tarehe 17 tungeenda kucheza finali Morocco, kwa sababu tuna kikosi kipana. Tungewaambia tu under 20 chezani nao kwa sababu jina la Simba si wengine tungeruka. Kwa sababu hawana uwezo. Sasa kama mtu anamkimbia mwanaume mwenzio anamkimbiaje? Na ndio maana anasema mtoto wa kike pekee ndo anakimbia ndoa, anamwachia mwanaume nyumba. Kwa tunaamini wazi yeye anakimbia ndoa, anamwachia mwanaume nyumba. Mwanaume nyumba nimekubali, nitakaa nao na hata kama ana watoto wengine aniachie. Mimi najua yeye anakimbia ndoa. Kwa ndoa anayokimbia mimi namwambia watoto nitakaa nao. Najua watoto wangu na Mungu, Azamu, wote watakula vizuri, watalala vizuri. Yeye kama mama atafute maisha sehemu nyingine huko daraja la 3, daraja la 4, kama utamshuti hadi ligi mzima wa mfuto atajua wao, lakini sisi watoto watuachie tuishi nao vizuri, kwa sababu sisi tunajua namna gani ya kuishi na watoto. Moja kati ya msemo ambao unazungumziwa sasa hivi mtaani kuzungumzia kwamba marefari wengi sasa hivi wanaibeba sana wekundu wa Msimbazi. Kwa mchezo wa kwanza dhidi ya Mashujaa wengi wakazungumzia kwamba refa kabeba Simba dakika 125, haijawahi kutokea Afrika. Je, upande wako marefari wako sahihi kwenye ligi yetu ya Tanzania kwa kutendelea na kucheza Simba, au ndio maandalizi wanaandaliwa kwenda kuchukua bingwa mpya msimu huu? Mimi naamini waamuzi wako sahihi kuliko waamuzi wote katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Kwa sababu gani? Sheria siku hizi mpira unachezwa dakika 90. Alafu wengi ambao wanapiga kelele ni watu ambao wanaangalia mpira kwenye TV. Ukiangalia mpira kwenye TV dakika hazisimami kwenye TV, lakini muamuzi ana muda ambao unasimama, kwamba ana stop muda kutokana na muda ambao umelala. Ukilala dakika 45 yeye atastop muda wake dakika 45. Kama mmoja kuamka na dakika 50 basi ataongeza, anajua hapa dakika 5 zimekufa hapa. Na ndio maana sasa hizi kuna teknolojia kubwa kuhusu mchezo wa mpira. Kwa hiyo unaposema muamuzi anabeba Simba, sisi sana tunakubali tunabebwa. Kama unaona Simba anabebwa nenda kapakatwe.
Si ulipakatwa na TFF ukapewa timu 8. Sisi tunabebwa. Wewe umepakatwa na TFF umepewa timu 8. Sisi tunabebwa na waamuzi sana, ndio maana tuliwaambia timu 8 hazitasaidia kitu. Kuna sehemu mmepasahau. Sasa msimu ujao muamuzi yoyote kwenye ligi kuu utamkuta na logo ya Mohamed Dewji mgongoni. Utakuta neno msimu ujao. Msimu tunaanza action ujue. Wewe pale ni action tu. Action tu. Msimu ujao utakuta mgongoni kwa muamuzi kuna logo ya tajiri Mohamed Dewji. Utakuta neno mo pale. Neno mo kubwa lipo kwenye logo ya waamuzi. Waamuzi wote wa ligi kuu msimu ujao utakuta wana logo ya nini? Ya tajiri. Yaani sisi ndio tumeanza action. Wao sio wameanza. Sisi tunamaliza. Unajua siku zote anayemaliza ndio anakula na nyama. Tunajua kwamba wenyewe zamani tulikuwa tunafundishwa nyama unakula mwishoni. Kwa sababu lengo ipate ladha ili ufute ile ladha awali. Kwa hiyo sisi tunataka ladha sasa ya ile nyama ambayo tunataka fanyaje? Tule, na ndio maana tunaambia msimu tumeanza. Msimu ujao waamuzi wote utakuta na logo ya tajiri Mohamed Dewji, iwe mgongoni, iwe begani, iwe wapi. Afu tunawaambia hivi, nyie zamini timu zote za ligi kuu tukutane uwanjani. Wao wadhamini timu, nyie mdhamini wa walimu. Waamuzi alafu tukutane uwanjani kwamba tutachukua ubingwa au hatuchukui au malalamiko ataendelea. Na tunawaambia yani mwaka huu dakika 100 tumeiona, tunaongoza mpaka dakika 15. Mwakani mpira Simba akicheza tukiona tumechoka tunamwambia mwamuzi simamisha, tunakaa kidogo, tunaenda kuongeza tena baadaye mwamuzi akinyanyua kibango dakika 1000. Kwa sababu sina uwezo, tuna wachezaji kijana. Hivi kwa mfano mzee Aucho umuongeze dakika 15 katika dakika 90 jamani, si unataka kumuua. Hivi mzee Chama unamuongezea dakika 20 uwanjani. Si unataka kumuua. Hii yani mtu ambaye anaongezewa ni watu wa vijana. Yaani Simba wana vijana, na ndio maana tunasema kama Simba hajapata matokeo tunaweza tukacheza hata dakika 2000 na siku hiyo mpira hautaisha. Kama uwanja hauna tatu, amulika hata tucheza simu. Imradi tucheze. Kwa hiyo maana ukiona mtu anaongezewa muda, ujue wachezaji wake wana uwezo wa kucheza ndani ya huo muda. Lakini kama uongezewe huo muda, na maana wachezaji wako hawana nini? Hawana uwezo wa kucheza ndani ya huo muda. Na ndio maana utaongezewa 2 kutokana na wachezaji wako wazee. Lakini ukiwa na vijana hata dakika 2000 wenyewe tunajua tunaruka tunaenda. Dakika 120, sio 120, nimekwambia kutwa mzima siku hiyo itachezwa kama mpira Simba hatapata matokeo. Yaani kutwa mzima tutakuwa na sakata tu kulia, kushoto, kati, mtale. Siku hata kocha tutakuwa tunamfanyia hesabu. Sasa walikuwa wanazungumzia kwamba wanabakisha mechi 3. Sasa mechi 3 za nini wamebakisha? Na kasema anakuwa bingwa. Tunajiuliza kwa sababu wao hawana imani na bodi ya ligi. Hizo mechi 3 ambazo wanataka kucheza amepangwa nani? Au amepanga engineer na bodi yake ndani? Ndio sasa tujui, ndio kama wao wamesema mechi 3 zimebaki. Ndio tunajiuliza hizo mechi zilizobaki 3 wamepanga engineer na bodi yake ndani au wamepanga hao bodi ya ligi ambao hawataki. Sisi tunachowaomba wasicheze mechi zote zilizosalia. Yaani zote zilizosalia, na kama inawezekana ombi langu ni kitu kimoja. Wakimuona Simba kachukua kombe la CAF Federation Cup, kama inawezekana, lakini sisi tutatoa makombe kama zawadi kumpa Yanga kwa sababu hatutakuwa na haja nayo tena. Yaani malengo yetu yatakuwa yametimia. Hatutakuwa na haja ya ubingwa huu ambao tunacheza sisi hapa tunagombania ligi. Na kama inawezekana, kwa sababu mwakani inawezekana, sababu mpaka sasa hivi tumeshafuzu tayari FIFA Club World Cup. Unanielewa? Kwa mwakani tutakuwa tunasajili kupitia euro. Hatutasajili kupitia pound wala shilingi Kiingereza shilingi euro. Utasikia tu Cristiano Ronaldo euro milioni 50 za Simba. Ronaldo mwenyewe Ronaldo unamjua wewe. Sasa Simba Sports wakatosha vuna tena hela FIFA, unasemaje? Wewe mwakani paundi tunatumia paundi na euro. Sasa kwa nini tusajili Ronaldo? Tunamsajili Ronaldo hapa yani zile umepewa tu kama fungu. Bado zile za Mohamed kuongeza. Kwa nini tusajili wachezaji kama hao? Kwa msimu wa mwakani tunaomba kama inawezekana tuachie ligi yote wacheze wao. Sisi watu beki hiki moja. Twende wacheze CAF Champions League, lakini pia tukashiriki FIFA World Cup Club. Kwa hiyo najua wakati huo wachezaji wetu sisi, kwa sababu thamani yake itakuwa zaidi ya euro milioni 300. Tunachezaje na mtu ambaye ana thamani ya bilioni 10? Yaani ukija kukalkulate euro hizo milioni 300, yani ni bilioni 10 mara 1030. Tunacheza nao vipi sasa? Hatuna haja ya kucheza nao. Kwa sisi tutakuwa tunaenda kucheza klabu bingwa wa dunia, wao watakuwa wanacheza ligi. Hapo wakatona wanaendelea kulaumiana sasa. Mwamuzi ana logo ya Mohamed Dewji, wao wanalaumiana sasa ndio sasa FIFA Club World Cup. Kwa hiyo maana msimu ujao kama inawezekana tusicheze kabisa hata mechi moja ya ligi. Ya ligi hata moja. Tunataka mcheze CAF Champions League, FIFA Club World Cup. Yaani msimu ujao. Na wakati huo waamuzi wa Tanzania wawe na logo ya tajiri Mohamed Dewji, ndio sharti letu namba 1 liwe hilo. Yaani sisi tusicheze ligi kwamba waamuzi wawe na logo ya tajiri Mohamed Dewji, lakini pia wao wacheze tu, sisi tunataka kucheza haya mashindano mawili kwa sababu tushaona
Tajiri karudi kimjini. Tena hapo kapaka mafuta kidogo kutoka kwenye mgongo wa chupa. Watu washaanza kupiga kelele. Sasa mwakani tukisajili kwa hilo watu wataandamana hapa. Nchi itakosa amani. Kwa ndio maana sisi tunaamua kujiondoa mapema. Tutajiondoa mapema, tutakaa pembeni. Kwamba tunawaacheni nyinyi mcheze na bodi yenu ya ligi, na kama wanataka kuunda bodi nyingine ya ligi, wamchukue Haji Manara awe mwenyekiti wa bodi ya ligi, wamchukue Privadini au makamo wake, wamchukue Ali Kamwe awe mjumbe, na watafute na watu wengine wa Yanga, si bodi Yanga, si mwalimu Yanga, wao wasaidizi kwenye ile bodi, alafu wao ndio watakuwa wanapanga mechi ya ligi. Lakini sharti yetu ni moja. Kila muamuzi ana logo tajiri Mohamed Dewji. Ile ndio sharti. Wakati si mashindano hata kwa sababu mwakani kama mwaka huu tumesajili kwa dola. Mwenye wachezaji wa Simba wote wamekuja kwa dola. Mwakani tukisajili kwa hiyo na maana uwanjani hatatokea. Kwa tuna wasiwasi nao. Kwa kama tuna wasiwasi nao, kwa nini tusikatae mapema? Kuna haja sisi ya kukataa mapema. Kwa mimi binafsi, na wakati huo kwenye kundi letu tulikuwa tunacheza, utamkuta Barcelona, Flamengo, Al Nassr, Simba Sports. Sasa Simba Sports tumemwona mwisho. Baada mechi zote 6 kuisha, Simba Sports utamkuta namba 1. Yaani namba 1 anaenda tu robo finali hiyo klabu bingwa wa dunia. Kwa sasa kuna haja gani kucheza nao hao? Na kati sisi tunaanza kucheza na Barcelona, Rafinha, Lamine Yamal. Shabala msimu ujao atakuwa anakabala Lamine Yamal. Sasa Barcelona kukabana na Haji Mbenkumbo na kabana nao vipi? Ama tukunyunga atatafuta ligi ya kucheza. Umeelewa? Na ndio maana wanajishusha mapema. Unajua watu msimuangalie mbali ujue. Wanakimbia ujue na maana yao. Wanakimbia na maana yao. Maana tunaambia maona mbali. Wameona mbali. Wanakimbia wana maana yao kwa sababu wanajua Simba msimu ujao kusajili kwa yule itakuwa balaa jingine. Sasa Shabala Lamine Yamal uwanjani sasa atakuwa anavunja watu miguu. Anapiga chenga zile za Lamine Yamal. Kibisa wala ile mpanzo. Sayansi ya mpira. Wewe unafikiriaje wakati huo anakabwa na Kunde wa Barcelona? Hata kuna haja gani kuja kucheza na kwa muda mwingine? Mwe mnaangalia hata waandishi mfikirie kwanza, msione tu analalamika, labda ndakuwa wanahoja kuhusu Simba Sports. Na ndio maana mechi ya Simba tu peke yake hawataki kucheza. Kwa kama inawezekana dabi ifutwe, sina wao utani ufutwe, na msimu ujao ligi wacheze wao, sisi tucheze ligi, kwa sababu tayari tuna tiketi 2, tutakuwa tunacheza makombe mengi, na maana hatutakuwa na wasiwasi. Kwa mimi naamini tutakuwa bora zaidi ndani ya msimu ujao kama zaidi ya msimu huu, na nyinyi wenyewe mshaanza kuona tayari, na ninawaibia siri, inawezekana kuna mchezaji anavaa namba 7 yuko kwa bwana Abdalla. Kuna mchezaji anavaa namba 7 yuko kwa bwana Abdalla, inawezekana msimu ujao Kibisawala jezi namba 7, na kuna mchezaji mmoja anavaa jezi namba 6, timu kubwa kuliko timu zote ambazo wao wanajiamini matajiri, lakini wakikuta uwanjani utajiri wao hamna. Yaani matajiri nje ya uwanja, lakini akiwa ndani ya uwanja utajiri hamna. Kuna mchezaji wetu anavaa namba 6 huko. Msimu ujao utamkuta Simba Sports Club akienda kushiriki kombe la dunia pamoja na kina Lamine Yamal. Yanga wako kama ndazimu wakishikilia jambo lao, jambo ni hilo hilo. Hakuna bwana imani na bodi ya ligi, michezo yote ingeegemea. Kwa nini wagomee mchezo mmoja? Kwa maana hata kama ukija kuangalia kichwani, ndio maana tangia mwanzo nimesema unahitaji huu kicha kuelewa viongozi wa Yanga na mashabiki wa Yanga, lakini pia wanahitaji sasa kuja kwa Mangungu kuja kufundishwa mpira, kwa sababu Mangungu ni mtu wa mpira, na ninaamini Mangungu angesema kama alivyosema engineer hatucheze, sasa hizi angekuwa kwao Lindi anaangusha madungi ya korosho. Sisi kama mashabiki wa Simba tusingemuelewa, kwa sababu sheria ya mchezo ukivunjika lazima ucheze, na mtu ambaye anaruhusiwa kuvunja mchezo ni bodi ya ligi, na ndio yeye aliyovunja baada ya kujiridhisha kuwa kwamba mchezo huu inawezekana usiwe na amani katika mchezo husika, na ndio maana walivunja mchezo. Kwa mimi binafsi kuwaona hawachezi, yani tunafurahi, tunajua kwamba wataka kuelekea wapi, na tunawakaribisha. Watakaribishwa kwenye ligi ya Ulaya Ilala, kwa sababu ligi ya Ulaya Ilala ndio inasubiri mpaka sasa hizi. Kama hatocheza basi kanuni itafuata, na mimi naamini huenda kuwa engineer anajitengenezea safari ya kuondoka Yanga makusudi ili aseme kuwa niliondoka kwa sababu fulani, kwa sababu mashabiki wa Yanga wa 6 finish katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mechi itapigwa saa 10 za alasiri pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sana niko na shabiki la kafu hapa. Mzee vipi kwanza? Mbona kama leo style mpya, style aje vipi? Sasa hizi mjukuu wa boss nimebadilika kila siku. Mjukuu wa boss tena? Mjukuu wa boss tajiri Mohamed Dewji. Kwa kila siku lazima uje na style mpya. Na sio sisi kama wao Matukunyungu. Unajua Matukunyungu hawanaga style mpya. Wao tangia wameanza style yao hatuchezi. Kwa hiyo ndio style yao hiyo kila siku. Lakini pia mimi binafsi nataka niwapongeze mashabiki wa Simba ikiwemo Haji Manara kwa kwenda kutimiza ule mpango wetu wa kuhakikisha ile timu inashuka daraja. Ngoja kwanza, Haji Manara kutoka nini hapo? Yaani Haji Manara tulimtuma Simba akahakikisha Yanga inashuka daraja, na kweli msimu huu ameingia kwenye mfumo wa ubaya ubwela, na kweli Yanga anataka kushuka daraja tena wenyewe kwa kuomba, na wala sio kwa michezo ya uwanjani wanaomba. Na hata zile barua ambazo mnaona hatuchezi zile zinaandikwa na Haji Sande Manara ambaye sisi tumemtuma, ndio mwandishi wa zile barua, na ndio yeye alikuwa mtu tafua wa kwanza kuhakikisha wao wachezi. Kwa tunawapongeza sana, kazi zetu zimefanywa zaidi zikiongozwa na bosi wao Galib Saidi Mohamed ambaye yeye tulimtuma kazi rasmi ya kwenda kuhakikisha ile timu inashuka daraja, lakini aliingia katika mfumo wa ufadhili. Haji Manara yeye kaingia katika mfumo wa ushabiki. Sisi binafsi kama mashabiki wa Simba tunawapongeza na tutatimiza azima yetu ambayo sisi tunahitaji.
Wamesema katikati wachezi dabi ya Kariakoo ambao ishapangiwa muda na bodi ya ligi imetoa taarifa kwamba dabi ipo itachezwa tarehe 15 ya mwezi wa 6 na Young Africans wamegoma hata kucheza dabi mpaka siku itakapotokea. Wanazidi kupeleka mbele zaidi soka la Afrika au wanazidi kudorora sana soka la Tanzania? Siku zote huwa anasema inaifikirisha sana ni kumuona shabiki wa Yanga na unahitaji ukichaa ili mueleweshe shabiki wa Yanga kwa mpira unachezwa vipi. Kwa hiyo mimi nafikiri ndio ule muendelezo wake, na wale wote unaowaona ni mashabiki ambao hawajielewi kwenye mpira wa miguu. Lakini pia hata madai yao ukija kuangalia hata kasi wameamua kurudisha nyuma sije wakawapa fedhea. Kwa maana wamejiondoa katika aibu kasi kuamua kesi ambayo hata ukimpelekea kuku waamua anaweza kuamua kwamba akadonyoa tu biashara ikaisha. Kwa vitu vingine vinajidhihirisha wazi kwa wao sio timu ya mpira na timu ya nini, na ndio maana Karia aliporudi kutoka kule alipochaguliwa aliaja kuambiwa akacheze sinema. Kwa anamaanisha nini? Ana maana sio watu wa mpira, ni watu wa sinema. Na ndio maana hata Mwalimu Nyerere aliona hawafai kukaa mjini akawapeleka maskani kule dampo. Unanielewa maana yake ni nini? Ni watu ambao wamevurugwa katika mpira. Kwa hiyo mimi ninaamini kwa kuwa wao hawataki kucheza basi mkondo utapata sheria yake. Umesikia? Kwa sababu na hata hivyo sasa hizi waandishi wameshaanza kupindisha habari kwamba kanuni inasema mtu asiocheza kwenye mechi husika ashushwe daraja, anyang'anywe pointi 3, akatwe pointi 15. Naona sasa hizi ishaanza kubadilika, ile ya kushushwa daraja inaonekana imefutwa, lakini sisi kama Watanzania tunalifahamu hilo. Kwa asipokuja kwenye mchezo wa tarehe 15 hizi zaidi shairi kwamba mpango wetu sisi kama wana Simba utakuwa umetimia na ule mpango wetu wa kushusha daraja utakuwa umetimia. Na ndio maana tunawaambia sasa hivi wameanza kulalamika. Simba kwenye mechi zake anabebwa. Sisi sasa tunabebwa. Wao wanatumia milioni 100 kuishawishi timu ili imfunge Simba. Sisi tunatumia milioni 10 tu ili Simba apate ushindi. Yaani najidhihirisha wapi timu kubwa ni ipi. Lakini pia ubora wa Simba sio hapa unaonekana sehemu nyingi. Unanielewa? Na msiwaone wajinga wale wanakimbia kwa sababu uweze kucheza na Kibi Sawala sayansi ya mpira Elie Mpanzo. Uweze kucheza naye uwanjani. Kwa hiyo wanajua hizo zalimwenda atazalilika zidi ya Kibi Sawala na ndio maana anakimbia. Kwa hiyo maana kukimbia kwao wanamaanisha jambo fulani. Lakini pia madai yao wanasema bodi ya ligi